Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Trump atoa shutuma kwa kiongozi wa Afrika Kusini kwa madai ya Waafrikana kunyanyaswa. Wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israeli wauawa kwa kupigwa risasi Marekani. Wagaza wahofia kufungwa kwa mitambo ya maji huku Israeli ikizidisha mashambulio. Mamia ya maelfu ya wakimbizi nchini Kenya kupata chakula kidogo kabisa kuanzia mwezi ujao. Waziri wa afya wa Palestina Majid atoa kauli. Mwanaharakati wa Kenya aliyekuwa amekamatwa kwa siku kadhaa nchini Tanzania, Boniface Mwangi, ameachiliwa huru na sasa yupo pwani ya Kenya. Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mamia ya maelfu ya wakimbizi nchini Kenya watapata chakula kidogo kabisa kuanzia mwezi ujao. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema kuwa litapunguza msaada wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 700,000 walioko nchini Kenya. Shirika hilo pia linatangaza kusitisha misaada ya kifedha kwa wakimbizi hao kwani ufadhili umepungua. WFP imesema itamudu 28% tu ya mgao wa chakula kwa wakimbizi walioko kwenye kambi ya Kakuma na Dadaab, hicho kikiwa kiwango cha chini kabisa kuwahi kurekodiwa nchini Kenya. Mwishoni mwa mwaka jana, WFP ililazimika kusitisha mpango wake wa lishe kwa watoto wadogo na akina mama wanaonyonyesha ambao tayari walikuwa wanakabiliwa na viwango vya juu vya utapiamlo. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, idadi ya wakimbizi wanaotafuta hifadhi nchini Kenya imeongezeka kwa 70% kutoka kwa watu 500,000 hadi 800,000, hiki ikitokana na kuongezeka kwa mizozo na majanga katika mataifa jirani kama Somalia na Sudan Kusini. Ndege ndogo imeanguka katika eneo la makazi ya San Diego na kuteketeza nyumba na magari kadhaa. Hali ya hewa ilikuwa ukungu siku ya Alhamisi, viongozi wa eneo hilo wamesema. Ajali hiyo iliteketeza takribani nyumba 15 na kuwalazimu wengine walioko kando ya vitalu kadhaa kuhama. Haijajulikana hadi sasa ikiwa kuna mtu yeyote aliyejeruhiwa au ni nani aliyekuwemo ndani ya ndege hiyo. Katika mkutano wa waandishi wa habari, msaidizi wa idara ya zimamoto Dani Edi
amesema kuna mafuta ya ndege kila mahali na kwamba lengo kuu la mamlaka ni kuhamisha watu na kuwapeleka eneo salama. Umma imefahamishwa kuepuka eneo hilo la kusini mwa California ambalo liko karibu na uwanja wa ndege katika eneo hilo. Mwanamume ambaye aliandaa maonyesho ya misalaba ya rangi nyeupe nchini Afrika Kusini, video ambayo ilionyeshwa na Donald Trump siku ya Jumatano, amesema kuwa rais wa Marekani alikosea alipopataja kuwa makaburini. Rob Hanson amesema misalaba hiyo iliwekwa kando ya barabara katika jimbo la KwaZulu Natal kama ukumbusho kwa wanandoa waliouawa kwenye shamba lao mwaka 2020. Wakati wa mkutano uliokuwa na mvutano mkali katika ikulu ya White House, Trump ameonyesha mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa video ya misalaba ili kuimarisha hoja yake kwamba wakulima wa kizungu walikuwa wanalengwa. Huku wakikiri kuwepo kwa ghasia nchini mwake, Ramaphosa alikataa wazo kwamba Waafrika wenye asili ya kizungu wanauawa. Misalaba hiyo iliyowekwa alama ya vifo vya Glenn na Vida Rafati miaka 63 na 60 ambao walikuwa majirani wa Bwana Hanson na waliuawa katika shamba lao mnamo Agasti mwaka 2020. Wanaume wawili walipatikana na hatia ya mauaji hayo mnamo mwaka 2022. Ukumbusho huo uliokuwa na zaidi ya misalaba 2500 ya rangi nyeupe iliyotandazwa pande zote mbili za barabara karibu na shamba la wanandoa hao, lakini iliondolewa. Zaidi ya malori 90 ya misaada ya kibinadamu yameingia Gaza na kupokelewa na timu ya Umoja wa Mataifa ndani ya ukanda huo, siku tatu baada ya Israeli kulegeza vikwazo vilivyodumu kwa muda wa wiki 11. Msaada huo uliojumuisha unga, chakula cha watoto na vifaa vya matibabu ulichukuliwa kutoka kwenye eneo la kivuko cha Karem Shalom usiku wa kuamkia leo na kupelekwa kwenye magala kwa ajili ya kusambazwa. Picha zilionyesha duka la kuoka mikate likiwa na unga kidogo. Umoja wa Mataifa umesema ucheleweshwaji huo ulitokana na ukosefu wa usalama katika njia moja ya kuingia ambayo jeshi la Israeli liliidhinisha. Mamlaka ya Israeli limesema liliruhusu malori 100 ya ziada kupitia Karim Shalom siku ya Jumatano. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umesema msaada huo haukaribii kukidhi mahitaji makubwa ya watu wa Gaza. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amelaani ajali mbaya wakati wa uzinduzi wa meli mpya ya kivita siku ya Alhamisi na kuita kitendo cha uhalifu ambacho hakiwezi kuvumiliwa. Sehemu ya chini ya meli hiyo yenye uwezo wa kuangamiza tani 5,000 iliharibiwa na hivyo kusababisha meli kukosa usawa, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Kim, ambaye alikuwepo kwenye uzinduzi huo, ameagiza kurejeshwa kwa meli hiyo kabla ya mkutano mkuu wa chama utakaofanyika mwezi Juni, na kwa wale waliohusika kutengeneza meli hiyo wajibishwe kwa tukio hilo ambalo amesema liliharibu sana heshima na fahari ya taifa lao kwa taifa lao pakubwa. Mahakama ya rufaa ya Ufaransa imeamua kwamba uchunguzi dhidi ya Agathe Kazinga Habyarimana, mke wa rais wa zamani wa Rwanda, hautaendelea angalau kwa sasa. Agathe Habyarimana, miaka 82, ambaye amekuwa akiishi Ufaransa tangu mwaka 1998 na sasa ambaye kurejeshwa kwake Rwanda kumeombwa mara kwa mara na Kigali, hata kabiliwa na mahakama ya Ufaransa katika hatua hiyo, duru zimesema. Uamuzi huo unafuatia hitimisho la jaji wa uchunguzi kwamba hakuna ushahidi wa kutosha wa kumfungulia mashtaka mjane wa rais wa zamani Juvenal Habyarimana mwenye umri wa miaka 82 kwa madai ya kuhusika katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi yaliyoanza Aprili 7 mwaka 1994. Uamuzi wa mahakama hiyo unahusu rufaa iliyowasilishwa na ofisi ya mwendesha mashtaka katika taifa la Ufaransa kwa kupambana na ugaidi ambalo alikuwa limeomba uchunguzi uendelee kuwa wazi. Upande wa mashtaka pia uliomba mahakama kupanua wigo wa kesi hiyo ili kujumuisha mashtaka yanayoweza
kutokea ya njama ya kufanya mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya binadamu, na kuongeza muda uhalifu kujumuisha kipindi cha kabla ya mauaji ya kimbari kuanzia Machi 1, 1994. Mke huyo wa Juvenal Habyarimana alikimbia Rwanda kwa usaidizi wa Ufaransa siku chache tu baada ya ndege ya mumewe kudunguliwa Aprili 1994 na kusababisha mauaji ya halaiki ambayo yalisababisha vifo vya watu zaidi ya 800 kuuawa katika moja ya ukatili mbaya zaidi wa karne ya 20. Waziri wa afya wa Palestina Majed Abu Ramadan ametoa kauli mbiu inayokuja wakati huu kukiwa na taarifa kuwa zaidi ya malori 90 ya misaada ya kibinadamu yameingia Gaza na kupokelewa na timu ya Umoja wa Mataifa ndani ya ukanda huo, siku 3 tu baada ya Israeli kulegeza vikwazo vilivyodumu kwa muda wa wiki 11. Israeli ilikuwa imezuia kuingia kwa misaada ya binadamu na matibabu, chakula na mafuta Gaza tangu mwanzo wa Machi, hali iliyosababisha wataalamu wa kimataifa kutoa onyo kuhusu janga la njaa linalokaribia katika eneo hilo lililozingirwa na ambalo ni makazi wa Palestina milioni 2.3. Tuna taarifa kwamba zaidi ya watoto wadogo 29 wachanga na pia wazee wamepoteza maisha yao kutokana na matatizo yanayotokana na uhaba wa chakula. Katika kila kuzaliwa kwa watoto, baadhi ya watoto wachanga huzaliwa na uzito mdogo, kwa sasa bila vifaa vya uchunguzi wa ultrasound wala vitengo vya uangalizi maalum kwa watoto wachanga. Hawa hukosa huduma muhimu na hivyo hukabiliwa na kifo. Kabla ya vita, tulikuwa tumefikia mafanikio makubwa sana kulingana na mpango wa shirika la afya duniani WHO kwa kupunguza vifo vya watoto wachanga, vifo vya watoto waliozaliwa karibuni na vifo vya wamama wajawazito. Kwa baadhi ya maeneo, hali imefikia kuwa sawa ile ya sehemu nyingi za Afrika, jambo ambalo ni anguko kubwa kutoka viwango vya juu tulivyokuwa tumefikia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo yaliyoongozwa na nchi yake yalisaidia pakubwa kumaliza mzozo kati ya Rwanda na DRC. Trump ametoa matamshi hayo katika kikao na mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika ikulu ya White House, jiji kuu la Washington, Marekani. Washington inashinikiza kupatikana kwa amani kati ya pande zote mbili, ambapo kutakuwepo na makubaliano ya madini yanayotarajiwa kuwalete wawekezaji kutoka nchi za magharibi katika eneo la mashariki mwa Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo yaliyoongozwa na nchi yake yalisaidia pakubwa kumaliza mzozo kati ya Rwanda na DRC. Trump ametoa matamshi haya katika kikao na mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika ikulu ya White House jijini Washington. Washington inashinikiza kupatikana kwa amani kati ya pande hizo mbili, ambapo kutakuwepo makubaliano ya madini yanayotarajiwa kuwaleta wawekezaji kutoka nchi za magharibi katika eneo la mashariki mwa Kongo. Ndiyo, nataka kuona amani na nataka kuona furaha. Nataka kuona afya. Mko na ardhi nzuri na yenye manufaa makubwa. Mataifa mengi hayana ardhi yenye manufaa kama yenu. Unajua, tuna hili swala, nadhani labda umesikia kulihusu. Tumeachia watu wengine wenye tajriba ili kusaidia kusuluhisha vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa miaka, Rwanda na Kongo. Na nadhani tumefanya hivyo. Amini usiamini, nadhani tumefanya. Kwa upande wa Rwanda, mazungumzo haya yanaweza kuisaidia pakubwa kutatua changamoto ya kile imekiona kama uingizaji wa madini haramu katika uchumi wake. Marekani na washirika wake wanaeleza kwamba makubaliano haya yatawasaidia pakubwa kuingia zaidi katika sekta ya madini ya Kongo ambayo imetawaliwa na China. Mshauri wa Rais Trump kuhusu masuala ya Afrika, Masad Boulos,
amesema makubaliano haya yako katika hatua za mwisho, akiyataja kuwa yanaendelea vizuri. Wiki kadhaa zilizopita walitia sahini, pande mbili zilitia sahini mapendekezo ambayo zilikubaliana kuzingatia. Tunafanyia kazi mapendekezo ya mwisho ambayo tutawasilisha kwao, kwa hivyo tupo katika harakati za mwisho, ila kila kitu kipo sawa. Kwa upande wake, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikuwa na kauli hii. Lazima tushukuru kwa juhudi, kwa sababu bara la Afrika hasa SADC kwa miaka kadhaa tumekuwa tukijaribu kupata suluhu nchini DRC. Kwa hivyo kila juhudi zikiwemo za kutoka nje ni muhimu sana. Tunaviondoa vikosi vyetu kule ili amani ipatikane kwenye eneo lote. Tunatumaini kwa usaidizi wa jamii ya kimataifa tutapata amani kwenye eneo hilo. Ni muhimu sana, ni muhimu zaidi kwa ukanda wote. Madini ya Kongo kama vile ya tungsten, tantalum na tin ambayo Kinshasa inaituhumu jirani yake Rwanda kuyaiba yanaweza kupelekwa Rwanda kihalali kwa uchakataji, kwa mujibu wa makubaliano hayo yanayopendekezwa na Marekani, kulingana na chanzo kilichozungumza na shirika la habari la Reuters. Tume ya Kitaifa ya Maridhiano na Utangamano nchini Kenya, NCIC, imesema inashirikiana na idara nyingine za usalama ili kuwajibisha aliyekuwa naibu rais kwenye taifa hilo Rigathi Gachagua kutokana na matamshi yake aliyoyatoa hivi karibuni kuhusu uwezekano wa kutokea machafuko baada ya uchaguzi wa 27 kama ilivyokuwa uchaguzi wa 2007. Akihojiwa hivi karibuni, Gachagua amesema ikiwa tume hiyo ya uchaguzi itajaribu kuiba uchaguzi, basi vurugu zilizoshuhudiwa mwaka wa 2007 zitakuwa mara mbili zaidi katika uchaguzi wa 27. We extend the same warning to all. Tunatoa onyo lile lile kwa viongozi wengine wote waliowahi kufanya hivyo huko nyuma na wamekuwa wakitoa matamshi ya chuki na ubaguzi. Wakati huu tukielekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, tumeanza kuwa na wasiwasi mkubwa wa dalili za mwanzo za uhamasishaji wa kisiasa kwa misingi ya kikabila. Hii inarudisha nyuma hatua za kidemokrasia zilizopigwa wakati wa maandalizi na baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2022 uliokuwa umejikita katika masuala na si vinginevyo. Licha ya kushutukizwa na madai dhaifu ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu nchi yake kuwabagua na kuwanyanyasa wazungu weupe ambao wengi ni wakulima, Rais Cyril Ramaphosa ametetea serikali akikanusha kuwepo kwa mauaji ya kimbari nchini humo. Akizungumza katika ofisi ya Oval Office ya Rais Trump, arejelea madai yake ambayo hayana udhibitisho, ambapo licha ya kumnyoshia kidole cha moja kwa moja, Rais Ramaphosa alionekana kuwa mtulivu. Ramaphosa alifanya ziara nchini Marekani kujaribu kurejesha uhusiano mzuri wa Washington na Pretoria. Licha ya kushutukiza na madai ya udhaifu wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu nchi yake kubagua na kuwanyanyasa wazungu weupe ambao wengi ni wakulima, Rais Ramaphosa ametetea serikali ikikanusha kuwepo kwa mauaji ya kimbari dhidi ya jamii hiyo. Wakizungumza katika ofisi ya Oval, Rais Trump alirejelea madai ambayo hayana udhibitisho, ambapo licha ya kumnyoshia kidole cha lawama moja kwa moja, Rais Ramaphosa alionekana kuwa mtulivu. What you saw, the speeches that were being made, one, ulichokiona, hotuba zilizokuwa zinatolewa, moja, hiyo sio sera ya serikali.
Afrika Kusini tuna demokrasia ya vyama vingi ambayo inaruhusu watu kujieleza, vyama vya siasa kuzingatia sera mbalimbali, na mara nyingi au wakati mwingine sera hizo haziendani kabisa na ile ya serikali. Sera ya serikali iko kinyume kabisa na alichokuwa anakisema hata bungeni, na wao ni chama cha watu wachache ambacho kinaruhusiwa kuwepo kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Which is allowed to exist in terms of our constitution. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema yuko tayari kwa makubaliano ya kusitisha kwa muda vita kwenye ukanda wa Gaza, wakati huu jumuiya ya kimataifa ikionyesha shinikizo la taifa hilo kutokana na mashambulio mapya yaliyoanzishwa. Kwa majuma kadhaa sasa, Waziri Mkuu Netanyahu amekuwa kwenye shinikizo ambalo hata hivyo alijabadili msimamo wake kuhusu vita vya Gaza. Haya yanajiri wakati huu wapatanishi wa mzozo wa Gaza wakiwa nchini Qatar na Marekani wakitaka kundi la Hamas kuachilia mateka wote waliosalia na kubadilishana na makubaliano ya kusitishwa mapigano. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema yuko tayari kwa makubaliano ya kusitisha kwa muda vita kwenye ukanda wa Gaza, wakati huu jumuiya ya kimataifa ikiongoza shinikizo kwa taifa hilo kutokana na mashambulio mapya yaliyoanzishwa. Kwa majuma kadhaa sasa, Waziri Mkuu Netanyahu alikuwa kwenye shinikizo ambalo hata hivyo halijajadiliwa au msimamo kuchukuliwa kuhusu kusitisha vita kule Gaza. Niko tayari kumaliza vita, lakini kwa masharti ya wazi ambayo yatahakikisha usalama wa Israel. Mateka wote wanarudi nyumbani, Hamas inakabidhi silaha zake na kuondoka madarakani, uongozi wao unafukuzwa kutoka Gaza au kile kilichosalia, Gaza kuwa huru kwa silaha, na tunatekeleza mpango wa Trump. Mpango wa Trump ni mzuri na unaleta mabadiliko, na inamaanisha kitu rahisi sana, kwamba wakazi wa Gaza wanaotaka kuondoka wanaweza kuondoka. Kwa hivyo mtu yoyote anayetutaka kumaliza vita hivi kabla ya kufikia malengo haya, kwa hakika anatoa wito wa kuendelea kuwaweka Hamas madarakani. Ni sauti yake Benjamin Netanyahu, somo wake huyu babangu mzazi. Mwanaharakati kutoka Kenya Boniface Mwangi ameachiliwa huru na mamlaka ya Tanzania baada ya kuzuiliwa kwa siku kadhaa nchini humo. Familia yake imesema alisafirishwa kutoka Tanzania kwa kutumia gari hadi Ukunda, kaunti ya Kwale. Shirika la kutetea haki za binadamu la Vocal Africa ambalo limekuwa likifuatilia kisa hicho limeripoti kuwa Mwangi alipatikana kwenye kituo cha mpakani cha Horohoro akiwa ameteswa na kushindwa kutembea. Amepelekwa hospitalini kwa uchunguzi zaidi, ambapo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Kenya pia amethibitisha kuwa Mwangi aliachiliwa huru mapema Alhamisi. Uongozi wa chama cha upinzani cha ukombozi cha umma nchini Tanzania, Chauma, umesema umeanza mkakati wa kampeni ya siku 14 ya nchi nzima iliyopewa jina la C4C, Chauma kwa mabadiliko. Kampeni hiyo inafanyika wakati hapo jana chama hicho kilipokea wanachama takribani 3,000 kutoka vyama vingine, huku wengi kati yao wakitokea chama kikuu cha upinzani nchini humo, Chadema. Timu ya madaktari wa binadamu na wanyama imebuni timu ya kipekee kwa tembo wawili waliokutwa na kifua kikuu TB kwa kuwapa vidonge 400 kila siku. Vidonge hivyo vinavyotumika kutibu TB kwa binadamu hufinywa kwenye chakula wanachopenda kama tufaa, ndizi na hata pipi za kiasia. Dozi yao huhesabiwa kulingana na uzito wao mkubwa. Kila mmoja ana zaidi ya kilo 4,000. Marekani, Israel na Umoja wa Ulaya pamoja na nchi kadhaa duniani zimelaani shambulio la mjini Washington
ambalo wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israeli wameuawa usiku wa kuamkia leo. Mamlaka nchini Israeli imesema matamshi na vitendo vya chuki dhidi ya taifa hilo vinachochea matukio kama hayo. Onyo la Tanzania kwa wanaharakati wa Kenya. Kumekuwa na malumbano makali mtandaoni na mijadala ya hadharani baada ya serikali ya Tanzania kutoa onyo kali kwa kuwafukuza wanaharakati wawili kutoka Kenya na Uganda waliokuwa jijini Dar es Salaam kufuatia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Je, hali hii inaweza kuathiri utangamano wa kijamii na kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania, mataifa ambayo kihistoria yameunganishwa na zaidi ya lugha na mipaka? Nitakuwa nasoma maoni yako katika taarifa zetu hizi za Afrika leo jioni. Endelea kuandika jumbe wako kwenye majukwaa tofauti. Nitakuwa nina durusu na kuyapatia sauti. Katika makala yetu ya Je Wajua. Je, unafahamu? Unatambulika kuwa kati ya yale yenye joto zaidi duniani. Basi fika kaskazini mwa Ethiopia, utapata eneo linaloitwa Danakil, kwa Kiingereza the Danakil Depression. Ni kati ya maeneo yenye joto zaidi duniani. Linapatikana katika jangwa la Danakil, kando tu ya mipaka ya Eritrea na Djibouti. Eneo hili lina wastani wa nyuzi joto 35 na inaweza kuzidi hadi kufikia 50. Wastani wa mvua wa mwaka ni kidogo sana, kati ya milimita 100 na 200. Eneo la Danakil pia linatambulika kama eneo gumu zaidi kimaisha duniani. Hata hivyo, ugumu huu ndio fahari yake. Danakil ni mojawapo ya maeneo ya chini kabisa duniani, takriban mita 100 chini ya usawa wa bahari. Msingi wa ardhi hapa ni mwembamba sana, na eneo hili ni matokeo ya volkeno. Danakil ni kivutio kikubwa cha utalii kwa Ethiopia, hasa kwa wale wanaoweza kustahimili kiwango cha juu cha joto. Hapa kuna mazingira ya ajabu kama maziwa yenye chumvi ambayo hukaa kwenye sehemu za volkeno. Mchanganyiko wa rangi ya manjano, chungwa, nyekundu, buluu na kijani kutokana na mvua na maji ya bahari kutoka kwa ukanda wa pwani ya karibu, ambayo hupenya hadi kwenye maziwa ya sulfuriki na kupata joto. Joto linapofukiza maji, amana na rangi zinazofanana na ukoko hukua katika nchi nzima na kuchanganyika katika maziwa baridi. Maziwa haya yanaitwa maziwa ya kifo. Hapa pia kuna volkeno hai inayoitwa Erta Ale, ikimaanisha mlima wa kuvuta moshi katika lugha ya ndani ya Afar. Hii ni mojawapo ya maziwa 8 tu ya lava ulimwenguni. Ni jambo la kawaida kuona wadudu na ndege waliokufa pembezoni mwa chemichemi za sulfa za Danakil, jambo ambalo linahusishwa na wao kunywa maji hayo au kuvuta hewa nyingi ya carbon dioxide. Kwa sababu ya hali yake ya joto ya juu, ni vyema kutembelea eneo hilo kati ya Novemba na Machi, wakati hali joto limeshuka kiasi hadi wastani wa nyuzi joto 25. Watu wanaoishi katika eneo hili ya Danakil wanaitwa watu wa kabila la Afar, ambao wana utamaduni wa kuhamahama. Kazi yao kuu ni uchimbaji wa madini, usafirishaji na uuzaji wa chumvi. Unasikia ukitembea kule Wabeshi au eneo lile la Danakil, Ethiopia. Basi kuna eneo lile la Danakil ambapo nyuzi joto pale, so mfahamu kufika maeneo ya Ethiopia, eneo lile la Danakil, eneo la joto zaidi duniani. Tumayo umeweza kufahamu. Hadi kufikia sasa, popote pale ulipo msikilizaji, hakuna taarifa rasmi zinazoonyesha iwapo Agatha Atuhaire, mwanaharakati kutoka Uganda ambaye alikamatwa nchini Tanzania, ameachiliwa au la. Mwanaharakati huyo ambaye pia ni mwanasheria, mapema mwa juma
alikamatwa jijini Dar es Salaam, Tanzania, akiwa na nia ya kuhudhuria kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani Chadema. Mfahamu zaidi mwanaharakati huyo kutoka Uganda. Agatha Atuhaire ni nani? Raia wa Uganda, alizaliwa mwaka 1988. Mwanasheria, mwanahabari, mwanasheria na mwanaharakati. Ni mwanahabari, mwanasheria na mwanaharakati wa haki za kijamii nchini Uganda. Mwaka 23 kiongozi wa wanaharakati katika chuo cha utafiti cha Agora Center for Research. Mwaka 23 alipata tuzo la mtetezi wa haki za binadamu la Umoja wa Ulaya. Na mwaka jana alipata tuzo kutoka Marekani ya wanawake wenye ujasiri. Boniface Mwangi wa Kenya na mwanaharakati mwenzake wa Uganda Agatha Atuhaire walikamatwa na mamlaka ya Tanzania siku ya Jumatatu walipokwenda nchini humo katika kuhudhuria kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Je, Boniface Mwangi ni nani? Piga picha wa gazeti moja nchini Kenya na kuwahi kushinda tuzo kadhaa kitaifa na kimataifa kutokana na uhodari wake. Aliacha kazi katika chombo cha habari kutokana na madhila ya msongo wa mawazo aliyopitia kwa kupiga picha za machafuko ya baada ya uchaguzi 2007-2008, ambapo yeye na jamii yake pia waliathirika kwa kutakiwa kuhama katika makazi yao. Wanaharakati wake ulianza na mradi wa picha mtaani, akiwa na maonyesho ya picha za mapigano baada ya uchaguzi kutoka jamii mbalimbali. Baada ya hapo akaamua hiyo ndiyo njia atakaofuata kuwa mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu, mara nyingi akieleza madudu ya viongozi ambao alidai walikuwa mafisadi na kuendeleza uongozi alioutaja kuwa ni mbaya, huku akitoa wito wa kuwepo kwa amani. Mwaka 2017 alisajili chama chake cha kisiasa kilichojulikana kama Ukweli na akagombea ubunge mwaka huo bila mafanikio. Aliendeleza shughuli zake za wanaharakati mara kwa mara, huku akikamatwa na polisi, kufikishwa mahakamani, wakati mwingine akidaiwa kuhusika na uasi, na kulikuwa na madai pia ya kupindisha ushahidi mahakamani. Boniface Mwangi, au kama anavyojiita mwenyewe mlinzi wa watu, ana umri wa miaka 41 na wakati fulani alilazimika kwenda kuishi nje ya nchi kwa muda, akidai kuwa maisha yake yako hatarini kutokana na harakati zake. Wanaharakati na Boni ni kama pipa na mfuniko, na nchini Kenya anafahamika kwa kupinga miswada bungeni kwa njia tofauti, kama mswada wa fedha mwaka 2024 ambao ulijumuisha vijana kuandamana na kufahamika kwa jina la maandamano ya Gen Z. Siku ya Jumatano, wanaharakati wenzake wakiwa pamoja na mkewe walijitokeza katika barabara za Nairobi wakitaka wapewe taarifa za alipo Boniface Mwangi. Ashapatikana na taarifa ambazo zinafika kwenye meza ya Radio Fortune Africa kwamba yuko barabarani kuelekea jiji kuu la Nairobi. Mpenzi msikilizaji, na kuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800, au till number ni 456146 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi
zaidi duniani. Aya, moja kwa moja na pokea maoni yako kwamba Dan Wangiluni pale hivi anasema Boniface Mwangi from Kenya, but we will come for our son. Naona hapo hivi hii kesi ya Lissu kwa hali hii atapata haki kama anayo kweli. Huyu anaitwa Peter Charles Thomas anasema kwamba inawaogopesha kuaminisha haki hakuna. Ilianza kupingwa marufuku raia kuhudhuria mahakamani, wananchi wakapigwa na wengine wakaenda kutupwa maporini. Tarehe iliyofuata wananchi wakaruhusiwa na hatu kuona intelijensia ambao tuliambiwa kwa wanachama. Ikaja na wanaharakati hawakakutana na yale ambayo walikutana ya wanachama wa Chadema. Ndio maana lazima kujiuliza kwa nguvu hii haki itatendeka. Peter Charles Thomas anajaribu kutoa tafsiri ya kwake kufuatia msururu mzima kuelekea kwenye kesi ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema nchini Tanzania. Ismail Musa Ismail anasema warudishe kwa Uganda. Museveni amesema malizeni huyo. Safari bado. Safari bado. Niseme tu hivyo bana, safari bado. Museveni amesema nini? Safari bado. Pascal Palivi Sido Palivi Waso anasema Pascal Waso Sido Palivi atokea maeneo ya Kongo, anasema Kamituga Palivi ongera kwa jeshi la Israeli kutoa onyo hiyo. Vilevile anasema kwamba Allen Palivi Peter Africa we must unite against colonial leader. Ndio mambo ambayo yanajitokeza pale katika uandishi wake mzuri huo ambao amesema muungano mzuri wa Afrika. Anders Palivi Marimi Palivi wa Kilimahewa Palivi Big Bite Palivi Mwanza Tanzania anasema tuko pamoja mwanzo hadi mwisho. RFA ongera kwa uchambuzi mzuri na vipindi vyenu na vipokea vizuri sana maeneo ya Mwanza Tanzania. Asante sana na karibu. Audas Marimi asante sana. Willy rais wa Amani Palivi asema toka Arusha ndogo Chato asema Tanzania. Asante sana na karibu. Ahmed Suvi Palivi Sabrina Palivi Hamad Suvi Palivi wa Suvi Street Ukonga Mazizi Dar es Salaam Tanzania. Enyi viongozi wa Umoja wa Mataifa, tafuteni usuluhu haraka kuwanusuru watoto kina mama wa Gaza na njaa, maana wana hali ngumu sana. Ujumbe wako umefika jamani. Vincent Palivi Kana Palivi wa Kilesa Palivi Ringa na wapata vema. Pia napenda kumpongeza Donald Trump kwa hatua ya kushusha gharama za dawa za matibabu, maana wengi wamekufa kwa kushindwa kumudu gharama za dawa. Mzalendo Shahidu Palivi, hebu tuambie nchi takatifu ishaua vitoto vingapi vya Gaza? Tuelezee jamani. Radio 14 Africa. Ndio maana hapo ndio tutakuletea taarifa kote kote kede ili ukiweza kufahamu yale ambayo yanajiri katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Nzoi Saba Palivi Jen Palivi Claude wa Bujumbura Burundi Palivi, asante sana Radio 14 Africa kwa habari zenu ambazo zinatuhabarisha ulimwenguni, na ni hakika mnavuma kwa kishindo. Hongera sana na kupokea kupitia kitandazi ama ukipenda ni Facebook hiyo. Jared Palivi Urire Palivi Matureti Palivi asema kwamba kutoka Nyachichi Palivi Secondary School Nyamira County, tuko pamoja jamani kutokea Kenya. Asante na karibu. Mcheti Palivi mwambieni pana akipona aje tena Tanzania, ashowai kabisa. Asema bwana Boniface Mwangi akipona arejee tena Tanzania. Frank Pamlet Palivi safi sana, angepigwa zaidi ili awache uchochezi waliozoea huko Kenya na kuleta vurugu. Atajifunza kutofautisha Tanzania na Kenya. Huyu ni Frank Pamlet Palivi anazungumza maoni ya kwake. Odor Ben Kalibu anasema horo ndipo
alipoachiliwa. Sasa hapo ni pahali pa kushindwa kutembea. Odoro Ben Caleb anazungumza. Gido pale hivi Leshabari pale hivi, nyie mnao shabikia Boniface kukamatwa, mnasikia ya Uganda. Kuna siku Tanzania itafika kama Uganda. Watawala hawa sio watu wa kubembeleza, wakisha lewa madaraka hawa mtaona moto. Gido Leshabari pale hivi anazungumza ya kwake. Haya, Musa pale hivi Msoko anasema karibu tena, shukuru Mungu umerudishwa salama. Hii ndio nchi yetu tunayoipenda. Hatuko tayari kuona mtu yeyote anataka kutuvuruga na kuvuruga amani yetu. Musa Msoko pale hivi Mtanzania anatoa kauli zake pale, sema bwana karibu tena. Msafiri Dino pale hivi inakuwaje kivile, mbona kichwa changu cha vurugika? Hebu niambieni Radio 14 Africa, niambieni kwa kina zaidi, nahitaji kuelewa. Ndio kauli ambazo zinatolewa kwenye njia tofauti. Unaweza kutuandikia barua pepe radio14africa@gmail.com ama kwenye mitandao yote ambayo unaweza kuwasiliana nasi ili iweze kutoa kauli yako. Wa Tanzania nyinyi ni kama mabibi zetu, hakuna kitu mnaweza kutuambia, maana mngejua wenzenu venye wanafanyiwa hapa jiji la Mombasa, kama mmezoea. Nakupata habari ndio hiyo inafika mtaani kwenye kitaa, wanasema habari za kitaa. Bara Kenya wanaharakati wamezoea kuwapiga hata polisi hadharani, ila kwa Tanzania jambo kama hilo ni haramu. Huyu atakuwa amejifunza jambo huku, sio legerege kama wanavyodhani. Amekipata cha moto pande za Bongo. Azungumzia kwake hayo kutokana na hilo. Katika habari ambazo ni kuu vile vile, kutokana na mkutano uliokuwa unafanyika na Donald Trump rais wa Marekani na Cyril Ramaphosa rais wa Afrika Kusini katika ofisi ile ya Oval katika jiji kuu la Washington. Ismail Saki anasema wa Mandewa pale Visingida, lazima watu wajue kwa nini ukifikisha miaka 60 watu ustaafu. Sasa leo Trump ana miaka 70 na kitu, ni mzee aswa, mmempa nchi kubwa kama Marekani na uzee wake lazima aendelee kutukana tu. Maoni yake hayo. Anaitwa Ismail Saki. Alaikum sima tu. Sasa ni pale Mrachi pale Vakoleleni pale Moshi Tanzania. Asante sana Radio 14 Africa, niko nanyi. We Donald Trump, kwa nini unapelekesha rais mwenzako wa Afrika Kusini? Tambua huyo sio mtumishi wa White House, ni rais wa Afrika Kusini. Asante sana Radio 14 Africa. Asante na karibu. Bora angepigwa vipigo kutoka Afrika Kusini mpaka Amerika kufanya. Amepigwa vipigo tu kutoka Afrika Kusini kuelekea Marekani kufanya nini? Ndo mwenye shida. Kama Trump yeye ndo angekuwa mwenye tatizo, angemkuta huko South Africa. Alikuwa ameenda kulainisha mambo jamani. Kwenye masuala ya kidiplomasia inakubalika. Alikuwa ameenda kulainisha mambo. Samson Matiko pale vile teka pale wanasema wauliza viongozi wa ACT walivyofikiria, na ni rahisi kuanzisha chama na kikaungwa mkono na ukubwa wake kuliko Chadema. Umaarufu aliokuwa amejijengea Zito Kabwe na wafuasi waliokuaga nao haukuwa wakifani hadi kuanza kujiona mkubwa kuliko Chadema. Kama miongoni mwa waanzilishi wa ACT haiwezi kufikiwa na hao baadhi waliokuwa viongozi wa Chadema ambao wamekuwa kutimukia Chauma, kuaminika kwa chama chao itawahi kuwa kazi rahisi kiasi hicho kwa chama chao kupata uungwaji mkono hadi kufikia kusema kwamba wanaenda kuwa chama kikuu cha upinzani, labda kama wana makubaliano na CCM juu ya namna ya kupata gawio la viti vya ubunge na udiwani. Sio rahisi kwao kwa sababu watatafunwa na dhambi moja ya usaliti kote watakapozunguka. Kwa hiyo katika safari yao itabidi wao waelewesha wananchi kwamba wao sio wasaliti na wao sio sehemu ya CCM.
hawatumiki kufikisha harakati za mageuzi nchini Tanzania, jambo ambalo ni gumu sana katika ukuaji wa chama chao. Kwa hakika tunasubiri kuona yatakayojiri, lakini kivyote vile haitakuwa rahisi. Anatoa maoni yake kutokana na wale wa Chauma kuzunguka nchi ya Tanzania kueneza sera yake ya C4C. Yapo basi unaungana nasi. Ni kwamba habari kuu ni kwamba aliyekuwa jaji mkuu Kenya David Maraga ameikosoa serikali kwa kutochukua hatua na kufuatilia kwa haraka kukamatwa kwa Boniface Mwangi jijini Dar es Salaam. Trump aonyesha nyaraka za akidai kuwa ni ushahidi wa mauaji halaiki dhidi ya wazungu nchini Afrika Kusini. Mahakama jiji la Dakar, Senegal, imemtia hatiani waziri wa zamani wa madini ya Senegal Aissatou Sophie Ladima kutokana na tuhuma za rushwa. Mashambulio ya anga ya Israeli yawaua wa Palestina 79 kote Gaza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya